Shambulizi la kijeshi la Marekani dhidi ya kisiwa cha Kargil linaweza kufungua njia kwa Iran kuzorotesha usalama katika Bahari Nyekundu na mlango wa Bab al-Mandabi, chanzo cha kijeshi kimeliambia Tasnim. Chanzo hicho kilirejelea vitisho vinavyoongezeka kutoka kwa Marekani dhidi ya kisiwa cha Kargil kusini mwa Iran na kusema iwapo Marekani itaelekeza vitisho vyake vya shambulizi la kijeshi dhidi ya kisiwa hicho, bila shaka itakumbana na majibu ambayo hayajawahi kushuhudiwa ukilinganisha na mshangao wa siku 21 zilizopita za vita. Ukosefu wa usalama katika njia nyingine za baharini ikiwemo mlango wa Bab al-Mandabi na Bahari Nyekundu ni moja ya chaguo za mbele ya upinzani, na hali itakuwa ngumu zaidi kwa Wamarekani kuliko ilivyo sasa, chanzo hicho kilisisitiza. Chanzo hicho kilisema kuwa kwa sasa Marekani inakabiliwa na changamoto kubwa kuhusu mlango wa Hormuz, kikiongeza kuwa kwa upande mmoja wametangaza rasmi kuondoa vikwazo vya mafuta ya urani kwa mara ya kwanza tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mnamo mwaka 1979 ili kudhibiti bei ya mafuta duniani. Na kwa upande mwingine wanasema wanataka kushambulia kisiwa cha Kargil ili kutatua tatizo la mafuta duniani. Mikakati hii miwili ya Marekani iliyotangazwa inakinzana kabisa. Chanzo hicho kilibainisha, iwapo Wamarekani watashambulia kisiwa cha Kargil, kwanza uzalishaji wa mafuta unaweza kusitishwa kwa muda. Pili, Irani itachoma moto miundombinu yote katika eneo hilo na hali itakuwa ngumu zaidi kwa Marekani na ukanda mzima. Tatu, chanzo hicho kiliongeza, Wamarekani hawatakuwa na njia ya kulinda Kargil na watapata hasara ambazo hazijawahi kushuhudiwa tangu vita vya pili vya dunia. Wakati hayo yakichomoza, Rais wa Irani Masoud Pezeshkian amesema kuwa muungano wa BRICS ambao kwa sasa unaongozwa na India unapaswa kuchukua jukumu huru katika kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran. Katika mazungumzo ya simu na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, Pezeshkian pia alipendekeza kuundwa kwa mfumo wa usalama wa kikanda unaojumuisha nchi za Asia Magharibi, unaolenga kuhakikisha amani na utulivu katika eneo kupitia ushirikiano wa kikanda bila kuingiliwa na mataifa ya nje. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akikataa kusitisha vita, akisema majeshi ya Marekani yameharibu kila kitu na kusisitiza kuwa huwezi kufanya usitishaji mapigano wakati unamwangamiza kabisa upande mwingine. Naye Rais wa Urusi Vladimir Putin ameielezea Tehran kama mshirika mwaminifu wa kuaminika katika ujumbe wa Nowruz uliotolewa na Kremlin. Nayo Iraq imetangaza hali ya dharura katika visima vya mafuta vinavyoendeshwa na makampuni ya kigeni baada ya usumbufu wa usafirishaji meli kupitia mlango wa Hormuz kupunguza uzalishaji wa mafuta kusini kutoka takriban mapipa milioni 3.3 kwa siku hadi karibu mapipa 900,000 kwa siku, kwa mujibu wa Reuters wakinukuu maofisa wa Wizara ya Mafuta. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yamesababisha moto mkubwa karibu na kituo cha kijeshi kinachohusishwa na Marekani mjini Baghdad, huku Irani ikisema kuwa ndege zake zisizo na rubani pia zililenga miundombinu ya kijeshi katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv, ikiwemo maghala ya mafuta na maeneo ya kujaza mafuta kwa ndege. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.